Hili jambo nimekuwa nikilifuatilia sana kwa ukaribu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, jambo ambalo linamhusu bondia wa ngumi za kulipwa Hassan Mwakinyo, ambapo baada ya kumuumiza vibaya yule kijana ambaye anaitwa Musa, ikisadikika ya kwamba yule kijana hana hatia, lakini kulingana na wakazi mbalimbali wa huko Tanga wamekuwa kimshtumu kile ambacho anakifanya bondia huyu Hassan Mwakinyo kwa kile alichokifanya. Sasa hili swala limezua mjadala mkubwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini nimekuwa nikifuatilia kwa ukaribu sana, lakini mwisho wa siku kuna vitu ambavyo nimeanza kuvipata pengine vya kitofauti. Japo sitaonesha mwelekeo wangu ama upande wangu rasmi uko wapi, lakini naweza nikakupa hints ambazo pengine zinaweza zikakufungua na wewe. Nilikuwa najaribu kufuatilia comment baadhi za watu wa Tanga wakati nilipoposti video zangu za kwanza kuhusiana ile hapa jambo, watu wengi wakimshtumu kwamba mwenye makosa hapo ni kijana ambaye amepigwa na Hassan Mwakinyo, ikisadikika kwamba yule kijana wamekuwa ni wezi. So watu wa Tanga wenyewe baadhi yao wamekuwa sana wakimtetea Hassan Mwakinyo, ingawa ile sehemu ambayo ile tukio limefanyika wakazi wa pale Tanga wamemshtumu Hassan Mwakinyo, wakilalamika ahame hadi mji, yani ahame hapo alipo, wakiomba serikali wamhamishe Hassan Mwakinyo aende akatafute sehemu zingine za kuishi. Swala hili watu wengi wamekuwa wakiwa katika upande wa Hassan Mwakinyo ukipitia katika mtandao mbalimbali ya kijamii kupitia comment za watu na vitu kama hivyo. Baada ya hapo, moja kati ya taarifa ambayo imeweza kuripotiwa na presenter kutoka huko SNS Simulizi na Sauti, Esco, ameweza kuzungumzia hapa jambo kwa karibu, na mpaka sasa tunapoongea presenter huyu Esco yuko huko Tanga kwa ajili ya kulifuatilia ili hapa swala ama hii trending kwa karibu zaidi kuweza kuichambua. Sasa nilikuwa nasikiliza moja kati ya interview yake ambayo ameweza kuifanya na wananchi wa pale Tanga, wakiwa wengi wameonyesha mwelekeo kwamba hawamhitaji Hassan Mwakinyo endelee kuwa katika eneo lao. Sasa moja kati ya taarifa ambayo Esco ameweza kuiripoti mapema leo hivi asubuhi, ameweza kusema ya kwamba ameweza kuongea na mwenyekiti wa mtaa ule, ambapo mwenyekiti huyo ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea mpaka sasa huko mkoani Tanga. Ameweza kusema ya kwamba Mwakinyo amekuwa akimpigia simu mara kadhaa ama mara kwa mara kwamba kuna matukio ambayo yanaendelea pale nyumbani kwake ya wizi, ambayo yalimfanya mpaka mwenyekiti huyo akienda katika nyumba ya Hassan Mwakinyo kwenda kushuhudia ni yapi yaliyotendeka. Sasa wakati Esco presenter kutoka Simulizi na Sauti SNS anaripoti kwa karibu ile hapa swala, nilimsikiliza tamnukuu vile alivyosema. Esco aliweza kusema kwamba alipowasiliana na mwenyekiti wa mtaa ule huko Tanga ambapo anaishi Hassan Mwakinyo, ameweza kusema kwamba Hassan Mwakinyo amekuwa akinipigia simu mara nyingi. Mara ya kwanza alinipigia simu akaniambia katika gari lake matairi ya gari yake yameibwa. Hivyo alivyokwenda kushuhudia alikuta kweli matairi ya gari hayapo, yameibwa. Lakini ukiachana hilo, baada ya hapo akaja akapigiwa simu nyingine na Hassan Mwakinyo huyo huyo bondia wa ngumi za kulipwa, akamwambia kwamba katika gari langu nimeibiwa battery. Yani betri ya gari imeibiwa, na jinsi unavyojua betri ya gari inauzwa pesa nyingi kidogo. Kwa hiyo baada ya mwenyekiti kuambia hivyo, kweli akaenda akashuhudia akakuta kweli betri ya gari imeibwa. Kwa hiyo hao ndo matukio kadhaa ambayo Hassan Mwakinyo aliweza kumjulisha mwenyekiti wa ule mtaa, na kweli mwenyekiti amethibitisha hilo kupitia shirika la habari la SNS Simulizi na Sauti mapema hivi leo. Ukimsikiliza Esco anakuripotia hizi habari live kutoka huko Tanga. Sasa ukiachana hayo, wakazi wengi wa mtaa ule wa Tanga wamekuwa kimlaumu Hassan Mwakinyo kwa matukio ambayo anafanya, na wengi wao kupitia comment section, kupitia page mbalimbali za mitandaoni wamekuwa wakisema kwamba wale wakazi wa Tanga wamekuwa kama wakificha matukio ya wizi. Yani wakazi wa pale kuwasikiliza vizuri ni kama vile wanawaprotect vijana wao, yani wanawaficha kwa matukio ambayo anafanya matukio ya wizi. Nilikuwa pia nafuatilia kupitia comment mbalimbali katika hii mitandao ya kijamii, wengi wakisema kwamba kwa mfano kama ule kijana, wengi wamemshtumu kwamba yule alikuwa alienda kuiba, alafu akisingizia kwamba anaenda kuchimbia nguzo. Huo ni uongo mtupu. Mimi na nukuu baadhi ya comment za wadau kupitia comment section ukipitia katika hii habari ambayo imekuwa trending sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na habari hii imeweza kufuatiliwa kwa kasi sana kupitia mtandao wa YouTube, imekuwa gumzo. Nilikuwa naangalia jinsi ilivyokuwa trending, yani tukiongelea sasa swala ambalo linateka headlines kupitia mtandao wa YouTube, basi utaacha kuzungumzia ile swala la kijana huyu aliyepigwa Musa pamoja na Hassan Mwakinyo bondia huyu wa kulipwa. Lakini mpaka sasa Hassan Mwakinyo hajaweza kuongelea ile swala na media yoyote ile mpaka tunapozungumza, ingawa
Wasafi TV ilikuwepo huko lakini hajazungumza nayo. Lakini pia SNS Simulizi na Sauti bado iko kule Tanga. Tunasubiri taarifa kutokea SNS Simulizi na Sauti waweze kutuletea kama watafanikiwa kuzungumza na bondia huyu Hassan Mwakinyo. Lakini hayo malalamiko yote ambayo tunasikia mpaka sasa kupitia mitandao ya kijamii ni malalamiko ambayo yanatoka upande mmoja, lakini upande wa Hassan Mwakinyo ambaye ndio inaonekana yeye ndio mtenda ambaye amemfanyia vitendo vya ajabu yule kijana ambaye anaitwa Musa kwa kufungulia mbwa kuweza kumngata na kumjeruhi vibaya sana. Nilikuwa naangalia zile picha za Musa, kwa kweli ukiangalia katika mikono yake jinsi alivyojeruhiwa, kwa kweli ni kitu cha kusikitisha. Kama bado hujaziona hizo picha, basi unaweza ukiingia katika page ya Wasafi Media. Nafikiri utaweza kuona interview ya huyo kijana ambaye alifanywa na Wasafi TV. Utaweza kusikiliza kile ambacho alikiongea, jinsi alivyoamka na kwenda kakuta. Yeye anakuambia kwamba amekuta madafu yamepangwa, madafu kama 6 hivi yamepangwa, sio yamedondoka, ni kama vile yamepangwa ama yametegwa. Kwa hiyo ile kuiokota akatokea Hassan Mwakinyo na kijana wake. Sasa kama bado hujafuatilia habari kwa karibu, unaweza ukaingia katika page ya Wasafi Media, lakini utaipata hiyo exclusive ambayo imefanywa kwa undani na kwa uchambuzi mkubwa kupitia hii page ya Wasafi Media. Sasa, upi mtazamo wako kama mfuatiliaji wetu wa nguvu wa Dax Media? Endelea kufuatilia ile hapa swala kwa karibu kupitia nasi, na sisi tunaapa kukuletea mwanzo hadi mwisho mpaka pale tutakaposikia sauti ya Mwakinyo na yeye akiweza kuongelea hili hapa swala. Je, amemwonea yule kijana ama nini ambacho kilikuwa nyuma ambacho hatukijui? Yani kitu gani ambacho kiko nyuma ya pazia? Pengine kila mtu anaongea hili na huyu anaongea hili, kwa sababu hayo yote hamna ushahidi wote ambao unasemekana kwamba yule kijana alikuwa mwizi au sio mwizi. Kwa kila mtu anaongea jambo lake, lakini mpaka sasa upande mwingine ambaye ni upande wa mashtaka kwa Hassan Mwakinyo bado hajazungumza chochote, na yeye ndo tunamsubiri kwa hamu tuje tuone ni kitu gani ambacho anakuja kufunguka kuhusiana na hili sakata la kumpiga kijana huyu Musa ambaye ilisemekana alienda katika ule mji wa Tanga kwa ajili ya kwenda kuchunga ng'ombe, lakini baada ya hapo aliamua kuachana kazi ya kuchunga ng'ombe akaingia kuvua samaki. So hiyo ndo habari ambayo inateka headlines sasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Endelea kusubscribe Dax Media. Mimi naitwa Daud_Rizzy, niko nao kuletea habari mwanzo hadi mwisho. Asante kwa muda wako. Let me switch out. Me too, me too, me too, me too, me too. Woo! Yeah. Me too, me too, me too, me too, me too, me too.